Baka anawagombanisha wachezaji wenzake na viongozi. Ni maneno ya mdau mmoja wa soka kutokea hapa Tanzania, ambapo ameweza kufunguka mambo mengi kuhusiana na mchezaji Ibrahim Baka, kudai kwamba ni mara zote amekuwa akiwagombanisha wachezaji wenzake. Kwa mjibu wa mdau, anadai kwamba Ibrahim Baka na wenzie wameamua kutugombanisha sisi watetezi wa wazawa na wachezaji wazawa ambao wanaamini ujio wa wachezaji wa kigeni umepoteza namba kwenye timu zao. Baka na wenzake na wenzie wanatukumbusha kuwa siku zote quality yako inaweza kukupa namba sehemu yoyote na muda wote mbele ya international players wengi tu. Haijalishi anatoka magharibi au nje ya Afrika. Kuna nyakati walimu nje ya Tanzania walikuja na timu zao wakathubutu kuwasifu wachezaji wazawa na kupendezwa na wachezaji wao mbele ya wachezaji wa kigeni. Siku hizi ni kawaida kwa mzawa kumlambisha mbao ndefu mchezaji wa kigeni, ni kawaida. Hii kitu zamani ilikuwa ni kama haramu kumnunua jaja alinunuliwa kwa mamilioni ya fedha, alafu kakaa nje ili tu akacheze nje. Wahuni kama Baka siku hizi wanatumia wachezaji wa kigeni kama punching bag na wageni wanatii. Wanakumbusha wale wazawa wavivu kuwa anayegombanisha na sisi ni Baka na wenzia, hakuna mwingine. Aliweza kufunguka mdau akiutolea mfano kutokana na kila ambacho kilikuwa kinafanyika huko nyuma, ambapo wachezaji wengi wa kigeni walikuwa wanaweza kuwakalisha benchi, huku wachezaji wa kizawa wakiwa wanaonekana kama hawana uwezo tofauti na wale wa kigeni, kwa kuwa kuna muda ambao makocha wa kutoka nje walikuwa wanaamini wachezaji ambao wanatoka nje ya Tanzania na sio wazawa. Lakini kwa wachezaji ambao Baka anaucheza na wenzake, basi unawaaminisha kwamba kumbe ukiwa mchezaji mzuri basi unaweza kucheza sehemu yote ile bila wasiwasi wowote na ukapewa namba, tofauti na ilivyokuwa zamani ambapo mchezaji ilikuwa ni ngumu sana kupata namba mbele ya wageni, kwa kuwa wengi ilikuwa ni ngumu kumweka mchezaji alinunua kwa mamilioni bench, alafu ingie wewe ulinunuliwa kwa malaki ya pesa. Ilikuwa ni ngumu sana, hivyo Baka na wenzake kuonekana wanawachonganisha wale watetezi wa wazawa ambao wanatamani wazawa waende wakacheze nje ya Tanzania, lakini kumbe inawezekana hata kucheza hapa Tanzania na kupata mafanikio makubwa na matokeo yakawa mazuri zaidi. Aliweza kuzungumza mdau huyo akitolea mfano jinsi gani ambavyo wachezaji wa kizao wa Kitanzania siku hizi walivyo improve na kuweza kubadilika na kuwalambisha mbao ndefu wachezaji wa kigeni.